Mambo ni mengi kweli kweli. Basi la mnyama Simba ndio habari kubwa ya mjini kwa sasa. Maneno yamekuwa ni mengi sana kuanzia jana, mara baada ya picha kusambaa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha basi la mnyama Simba likiwa bandarini limekwisha kutua. Tukaona isiwe shada tumfuate Mwamba GB 64 tuzungumze naye kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Bwana kwema kabisa. Kwa vizuri kaka? Mimi niko vizuri. Bwana, kabla kwanza tulizungumza kuhusiana na basi ukasema limekwisha kutua Dar es Salaam bandarini, na jana tumeona baadhi ya picha zikiendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kauli zimekuwa ni tofauti, kuonekana ya kwamba pengine ni basi ambalo limekuwa used tayari. Tukasema tukufuate kwamba tuzungumze na wewe kwanza. Unajua mfamaji haishi kutapatapa. Unajua ile picha kama isingelikuwa ile nembo ya GSM. Kulikuwa na nembo pembeni hapa GSM. Kulikuwa si na loli. Kuna nembo ya GSM pale. Wangesema pale sio Tanzania. Si umeelewa? Lakini kuna nembo ya GSM. Na yule mwandishi wa habari kanifurahisha alivyoipiga picha ile gari, kachukua na ile nembo ya GSM. Kwa hiyo watu wakajua kabisa kwamba hii this is Dar es Salaam mjini. Umeelewa? Kwa hiyo maneno ni mengi, lakini mimi nilishawaambia katika watu ambao wana insurement na vitu vingi alivyoahidi nani? Jairut. Mimi ni mmoja wapo. Na hata nadhani ndo mtu wa kwanza kuongelea kwamba basi limeshafanya nini? Limeshaingia. Na hata posti zangu ukiziangalia ni za kwanza katika kuposti, kwa sababu Mwamba kila anachokifanya lazima anihusishe swaiba wake. Umeelewa bwana? Kwamba bwana Ibi tunaenda kufanya hivi, tunaenda kufanya. Mimi najua mpaka taratibu za uwanja. Yaani uwanja unaanza lini? Taratibu zote zinavyoendelea, mikataba yake, kila kitu. Sawa Kwenye uwanja tutakuja. Twende kwanza kwenye basi. Umeelewa? Kwa hiyo maneno yalikuwa ni mengi sana. Na sio watu wa Yanga tu peke yake, hata watu wa Simba. Umeelewa? Baadhi ya watu wa Simba ambao wanachuki sawa na Jairut walizungumza mambo mengi. Kwa mfano kama yule nani Muhindi aliongea mambo mengi sana, aliongea mpaka kamaliza. Na ndio maana hata posti yangu kiangalia nimesema wazigua nani Wadigo wanasema usinene ukafanya nini ukamara. Walijimaliza kwamba huyu katuongopea sibi nini. Jairut ana uongo. Hakuna mwaya muongo. Hakuna msomi muongo. Umeelewa bwana? Lakini chuma jana umeiona imefanya nini? Imeshaingia na imeshatoka. Mimi 1 week before I know kwamba meli tayari imeshafanya nini? Imeshaingia. Umeelewa? Kwa hiyo ilikuwa inasubiri chaining tu ya kufanya nini, ya kuingia na kwenda kufanya nini, kupakuliwa lile basi. Lakini basi limeshaingia tayari. Umeelewa bwana? Na leo nadhani linatoka linapelekwa kwenye branding. Swala la watu kusema basi ni used. Sawa, none of our business. What do we check? Basi limefanya nini? Limeingia, na basi gharama yake ni kubwa mno. Yaani lile basi na basi la Real Madrid hazina tofauti. Sawa? Ile ni Liz la 16. Ile ni Scania. Na imetengenezwa Spain. Hakuna kitu kinachotengenezwa Ulaya alafu kiwe na nini na ubora ambao hujafanya nini na hujasadikika. Kitu chochote kitengenezwa Ulaya. Na ndo magari ambayo sasa hivi yana bei kubwa kuliko basi lolote. Sawa? Hili za sawa? Kwa hiyo sisi tunamshukuru Jairut. Umeelewa bwana? Amezimba ngebe, yani zile bla bla za kuongea. Sawa? Sasa hivi kilichobakia ni maumivu. Unajua kuna watu walizoea vitu vya AI, vitu vya kwenye laptop, vya kutengenezwa. Umeelewa? Kwa sababu sasa hivi wanaitwa watu wa kutengenezwa. Umeelewa? Sasa wao wamezoea ahadi zao fake. Wanajua na Simba kuna ahadi fake. Simba hakuna ahadi fake. Watu wa Simba sawa, tunamzabuni sahihi wa jezi. Sawa alichoahidi kila kimoja anatekeleza. Jairut ametuahidi vitu vingi na vyote sasa hivi anatia tiki. Alituahidi kwamba kwanza tutakuwa na jezi bora kuliko jezi yoyote hapa East Africa. Na itakuwa na ushindani Afrika. Jezi tumeiona, kila mtu nadhani ameifahamu. Umeiona jezi. Na alisema kwamba hiyo jezi itatengenezwa miongoni mwa kampuni 5 bora. Umeelewa? Yaani nazungumzia nini? Umbro, nazungumzia Nike, nazungumzia Diadora. Umeelewa? Nazungumzia Adidas, nazungumzia Puma. Sawa? Na kweli jezi imetengenezwa na nembo ya nini? Ya Diadora. Si umeelewa? Ahadi ya pili. Ahadi ya tatu alituahidi mchezaji. Umeelewa? Alituahidi mchezaji. Amemleta Jospin Luemba. Ahadi ya 4 aliahidi kwamba yeye ndo ataivalisha timu ya Simba. Kuanzia pre-season kwa mara ya kwanza timu itakuwa na jezi za kuchezea mechi za pre-season.
Watu wanaiga sasa hivi. Na wao wakatengeneza matamba yao wakawa wanafanya nini? Wanavaa. Kweli Simba wanavaa tunaona kuanzia chini mpaka juu ni $100. Sume mpaka mabegi kila mpaka bei mvuli ni $100. Wachezaji wanafanya nini? Wanavaa. Ahadi nyingine alotuahidi basi. Watu wakawa wanapiga kelele sana. Oh basi sijui nini, basi sijui kitu gani, basi aliji, huyo muongo sijui kitu gani. Basi limekuja wameanza wanakuambia basi used. Kitu chochote. Sawa eh? Kitu chochote. Sio lile basi tu. Chukua hata gari ya kawaida itoe kiwandani. Iweke juani pale. Wikizi. Yaani inyeshwe na mvua ipigwe na jua, inyeshwe na mvua ipigwe alafu iangalie itakuwaje. Si umeelewa? Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya muonekano. Angalia nyumba zote zilizokuwa ukanda wa beach. Bati zake zinakuwaje? Zinakuwa zinapoteza uelekeo kutokana na ule upepo, yani ile breezing inayotoka kwenye nini? Kwenye bahari. Kwenye bahari upepo wake unatoka una asili una unyevu. Yani humidity yake huwa mara nyingi ile humidity inakuwa nani? Na asili ya chumvi. Kwa hiyo inakuwa si umeelewa? Kwa hiyo rangi ya basi itakuwaje? Na wakati lile basi limesafirishwa kupitia meli miezi 4 ndani ya maji kutokana na matatizo yaliyofanya nini? Yaliyotokea ndani ya container. Haliwezi kufika vile lilivyokuwa. Kwa hiyo lazima likifika litafanywa nini? Renovation. Sawa, kwa sababu vifaa vyote mimi mpaka vifaa wameliangalia lile basi kitu gani kilichofanya nini. Umeelewa? Kwa mfano kama migongano nini zile nani cap wheel cap. Umeelewa bwana? Vyote vile vitu vyote vimeingia vinakuja na kuna baadhi ya vitu vinakuja kufungwa hapa Tanzania. Si umeelewa? Na likishafanywa branding ndio utalijua lile basi ni basi la aina gani. Lakini kiuhalisia sisi tunampongeza Jairuti kwa kutimiza ahadi yake ngapi? Ya 4. Ahadi iliyobaki sasa uwanja. Namwambia swaiba wangu, uwanja unatakiwa haraka. Sisi sio watu wa laptop. Sisi sio watu wa kutengeneza AI, hapana. Sisi vitu vyetu ni uhalisia. Kwa hiyo lile sio basi la AI, basi limeonekana lipo. Tayari ngoma iko bandarini na leo linatoka linapelekwa Scania pale Vingunguti. Na ameshanipigia simu asubuhi. Chuma inaenda wapi? Umeelewa? Wao wamechukua picha zao, sio wamepiga basi gani? Ndio wamelionyesha basi nini? Hili ni basi la nini? La Simba. Yaani wamechukua kipande cha mbele cha basi la Simba kweli. Alafu huku bavuni wamechukua sio basi gani? Umeona hii? Wewe ulivyoiona lile basi jana na upya ule uliokuwa nao ndio hili. Sasa usiuni huu. Sasa mtu msomi msemaji mpaka lina pancha. Sasa huyu ana akili timamu. Sio hilo. Sio hilo. Chuma, wewe hujaiona chuma? Ngoja kuonyesha chuma. Chuma hii hapa hii. Sio hilo ambalo linasambaa kwenye mtandao. Wewe, chuma. Jana si nimepost mimi. Nimeona. Si nimekutumia wewe. Kama zimechoka sana. Wewe, chuma hii hapa hii. Umeona chuma hii? Hii inafanana hii. Umeona chuma hii? Hii ndo chuma ya wana Simba. Umeona chuma hii? Ni tofauti na hii hapa ambayo inasambaa. Tofauti hii chuma si mpya. Sasa tuetea uuni man. Yaani hao walichokifanya kama walivyofanya zile jezi. Wamechukua sio matamba gani, wamepiga picha, wamechora, wametengeneza mijezi yao fake waliotengeneza, ndio wamekuja wamefanya nini, wameipost. Lakini mimi ninachoongea kwamba Alikamwe anaonekana anaipenda Simba. Na ni chawa wa Jairuti. Alikamwe ni chawa wa Jairuti. Chawa ni mtu anajipendekeza. Huyu anataka uchawa kwa nguvu kwa Jairuti. Na ushahidi upo, huyu chawa wa Jairuti anavipromoti vitu vya Simba pasipo yeye mwenyewe kujijua. Huyu ni chawa wetu sisi. Kwa hiyo hatuna wasiwasi. Alizipromoti jezi. Simona jezi za Simba zilivyouzika. Sasa hivi ukitembea huko Tanzania nzima jezi ya Simba inavaliwa watu. Pamoja watu wamekosa ubingwa miaka 4 lakini jezi ya Simba ndio inaongoza kwa kuvaliwa na kwa kuuzwa. Wao ukimwona Jairuti mpaka anatimiza ahadi zake zote. Kwani Jairuti hela anatoa wapi? Ili atimize ahadi za Simba hela anaitoa wapi? Si kwenye kuuza jezi. Sasa ukiona ahadi anazitimiza maana yake kafanya nini? Sikauza jezi. Si umeelewa? Kwa hiyo Jairuti mnaye na mnatamba naye. Tunaye na tunatamba naye. Kwa hiyo Alikamwe anatusaidia kupromo. Yaani Yanga wangestuka huyu angemsimamisha hata kazi. Huyu ana vipromo vitu vya Simba. Kampromo Kibabage, umemwona Kibabage alivyokuwa bora sasa hivi. Chama amemsema Chama, kampromo Chama sasa hivi umemwona.
Kila kitu anachokitaja cha Simba kwa ubaya kinakuja kuprove material. Siku zote wana Simba nilishawaambia, Simba ni materialist team. Sio umeelewa? Kwa sababu when we talk about what philosophy, so it divided in two parts, idealism na materialism. Sasa sisi sio maidealist. Maidealist wao, maidealist maana yake ni wale watu ambao wana prove kwa kutumia faith, imani. You know everything by faith. Yani kila kitu wanadili na imani. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga ni maidealist, wana imani kwamba GSM atajenga uwanja. Uwanja uko wapi? Yule dada amepost, amekaa mbele ya jengo la Yanga, nani anaitwa Priska? Amechukua uhalisia, mwacheni aongee uhalisia wake. Kila mtu ana opinioni zake. Inawezekana zikamstua bosi akafanya hicho anachotakiwa akifanye. Kama alikuwa hataki kufanya analeta masiala, atakifanya. Anaenda kushambuliwa na ma-influencer wenzie, especially Kevo. Anamshambulia Priska. Lakini Priska ameongea uhalisia. Tuliambiwa baada ya siku 2 ujenzi unaenda kuanza pale rasmi. Umeelewa? Mtoto kakaa siku ya 18 leo, mbona tuone hata dalili ya bati? Mama ntiliwa wako pale pale wanapika. Wauza kahawa wanaendelea kupika pale pale. Parking za magari wanaingiza 500 bado zinaendelea. Umeelewa? Kwa hiyo Priska ameongea uhalisia, kwani ni uongo? Kevo anakuja na mjia juu. Wewe sio mwana Yanga, wewe sijui nini, sijui kitu gani, tutakupunguza. Yule ni mwanachama amelipia lako, unampunguza wewe nani? Wewe una miaka 22. Wewe miaka 22 unaweza ukaijua Yanga kuliko wanaoijua. Yule ndio yuko sahihi. Yuko sahihi, uko wapi sasa uwanja? Yani if you want to prove she is wrong, show us. Ujenzi umeanza. Yes, karusha clip kwamba ujenzi pale hakuna tena, yuko klabuni. Wewe sasa rusha clip, ujenzi umeanza, mabati pale maskaveta yapo, mabati yameanza kuzungushwa. Lakini sio kuja kumcrash kwa maneno. Yule ameongea truthness. Sio, umeelewa? Umeelewa? Hoja inajibiwa kwa hoja. Kama hivi mimi walikuwa wakiniambia wakisema Jairuti tapeli, Jairuti muongo, ahadi zake feki. Mimi silikuwa na proof kwa vitendo. Si nimeproof kwa vitendo. Nimekuiteni hapa juzi, si nimwambia bwana njooni. Basi lishaingia, bosi ameshanitumia. Basi tayari chuma iko bandarini hapo. Si nimekuja nimwambia, hujaliona? Material. Kwa hiyo sisi sio idealist, sisi ni materialist. Everything by practical. Kila kitu kina prove kwa vitendo. Ndio watu wa Simba tulivyo. Na niliwaambia hakuna moya muongo, moya ngopi. Umeelewa? Kaongea kila alichokiongea, anakuambia lazima nitie tiki. Bado uwanja basi tayari. Maneno yamekuwa ni mengi sana kwenda kwa Priska kwa kitendo ambacho amekifanya. Hasa inatoka kwa mashabiki wenzake wa Young Africans. Lakini upande wa pili wa Simba ni kama mmemfurahia na kumpongeza kwa kile ambacho amekifanya. Pengine nataka kufahamu ni kwa nini wana Simba wamemsupport lakini mashabiki wenzake wengine wamemkataa. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Ili tufanye vizuri kimataifa. Umeona ufalme wa National ulivyodondoka? Wydad iko wapi? Si umeelewa? Raja Casablanca iko wapi? Falme zinashuka. Sasa kwa nini sisi tu stop up? Sasa kwa uongo huu unaoendelea, hivi tunawezaje kushika hizi falme? Wale waliokuwa juu wanashuka, sisi tunashindwaje kupanda? Lakini tunashindwa kupanda kutokana na uongo wa viongozi wetu. Sasa kama mtu anaukosoa uongozi, anaongea ukweli, wewe unampinga mshabiki mwenzio, wewe unapoa nini? Ina maana there is something you are given, so as to protect them. Umeelewa? Wala kuna kitu wanapewa hilo walinde viongozi. Ambacho kitu hicho hata ukukua tunachokipo, kuna watu kazi yao kulinda. Hapo kuna watu sisi kazi yetu kuongea uhalisia ili timu ijengeke. Mshabiki anaoipenda timu yake always lazima anapoona hili ni kosa lazima ongee. Umeelewa? Jessica ni mshabiki wa Yanga. Priska ni mshabiki wa Yanga halisia. Yuko sahihi. Yule na yule nani anaitwa Kadege si nani yule? Mzee Kadege. Wale ni mashabiki wa Yanga halisia. Magoma, wale ni mashabiki wa Yanga halisia. Umeelewa? Haiwezekani uwaahidi watu uwanja miaka 4 iliyopita huu 5. Uwanja hakuna.
Hata cha mazoezi basi jenga, uambie bwana nimejenga kiwanja chapa cha mazoezi. Hakuna hata cha mazoezi, na kiwanja kipo Kigamboni. Hata kiwanja cha mazoezi yani kufieka tu, kuweka magoli, kuweka sehemu ya kubadilisha nguo, watu wacheze mazoezi, imeshindikana. Anawezaje kujenga uwanja mkubwa wa watu 20,000? Watu miaka 4 imepita, ndio maana hatutaki uongo. Kwa hiyo yule mtoto alichokizungumza yuko sahihi. Wale wanaompinga wale ni machawa. Wale maisha yao yanaendeshwa na hao viongozi, wanaendeshwa na maisha ya watu na viongozi wa Yanga. Ina maana hawalipi kodi bila ya kukutana na kiongozi. Sasa walipaswa munge mkono. Kweli huu ujenzi uko wapi? Alikamo jana anahojiwa na redio fulani pendwa, umeelewa? Kapigwa simu anahojiwa, anakwambia, anaulizwa vipi bwana, tuliambiwa bwana kesho yake tu ujenzi unaanza, si mlituambia? Anasema wewe tayari, mbona ujenzi ushaanza? Umeanzaje? Anakwambia kuna process. Kwa hiyo process ya sasa hivi wanafuatilia tena vibali. Vibali vya nini? Ukitangaza kitu wewe tunatengeneza kampuni, ina maana mpaka mnatangaza ujenzi unaanza kesho, ulikuwa hujui kampuni gani? Hamjatengeneza kampuni bado. Kaeni ndani, tengenezeni kampuni, fuatilia vibali, ndio njoeni iteni media mfuate kufanya nini, kupressurize nini huo ujenzi. Lakini walikurupuka, huu uwanja ilikurupuka baada ya kufungwa na nani? Na Dodoma Jiji. Baada ya kufungwa Dodoma Jiji ndio hizi taratibu za uwanja zikaanza, ili kuwatuliza watu wa nini, watu wa Yanga. Umeelewa? Wanaweza wakajenga lakini sio mwaka huu wala mwakani. Umeelewa? Wameposti, wametumia AI, wametengeneza nini, usituletee viwanja vya kwenye laptop. Sisi tunataka vitu viende uhalisia. Kwa hiyo yule dada ana uhalisia kwa alichokifanya nini, alichokiongea. Anaipenda klabu yake, ndio maana anaongea ukweli. Ukimwona mtu anaongea ukweli kuhusu klabu yake, huyo anaipenda. Anakosoa kwa sababu viongozi ni binadamu, lazima wakosolewe ili waweze kujijenga. Na ndio maana kuna demokrasia, multi party democracy. Sawa. Bwana, nataka tumalize na hili. Maneno yalikuwa ni mengi sana. Wengine wakabeza juhudi za Jairut ambazo anazifanya ndani ya klabu ya Simba. Aliahidi mambo mengi kweli kweli, wakawa wanabeza. Ameahidi basi muda mrefu, amebeza, basi limekwisha kuingia. Kilichobaki kwa sasa ni uwanja. Unaiona ahadi ya Jairut mara baada ya basi kuingia na uwanja kukamilika kwa wakati? Sasa kama mtu kaahidi vitu 5, vishatimia 4, bado kimoja, hivyo unaweza ukawa na shaka naye? Hivi umemwoa mwanamke akakuahidi, mume wangu nitakuzalia watoto 3, kazaa mtoto wa kwanza, kazaa mtoto wa pili, bado mmoja, hivi utakuwa na mashaka nayo? Ngumu. Umeelewa? Wanaompiga kelele huyu Jairut ni machawa wa watu fulani ambao wana mashaka na ujio wa huyu bwana. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Watanzania tumezoea sana uongo kwenye mpira wetu, na uongo ndio unatupelekea mpaka leo hii hatuna kombe la Afrika. Uongo mwingi, si umeelewa? Kwa hiyo sisi yani uongo ndio tunauendekeza. Sasa akija mtu akiongea uhalisia, akifanya vitu kwa vitendo, lazima achukiwe, kwa sababu anaharibu nini, miradi ya watu. Kuna watu wanatumia uongo kuviendesha hivi vilabu kwa miradi yao, kukuza brandi zao, kukuza miradi yao, kukuza vipato vyao. Watu wanaendesha maisha kupitia hivi vilabu. Akitokea mtu mkweli sasa wanamchukia, wanajua huyu anakuja kuharibu. Si umeelewa? Kwa hiyo huyu bwana ni mkweli, hawezi akapendwa na wengi. Lazima kuna watu watamchukia tu. Lakini wana Simba wenye akili timamu tunaelewa nini Jairut anachofanya, nini anachokifanya. Wacha tuite machawa, lakini uchawa ndio huu unasaidia. Jairut ahadi ngapi anatekeleza hii? Sawa, basi limeshaingia, bado uwanja. Na ninawaambia, kanihakikishia anangoja izini ya Simba. Bwana, sasa anza mambo yako. Kampuni ya uwanja itakayojenga uwanja iko tayari. Wakandarasi wako tayari, kashamalizana nao kila kitu. Anachosubiri go ahead ya viongozi wa Simba. Bwana, sasa anza kazi. Anaingiza hela, Wachina wanaingia wanakuja kufanya balaa. Neno moja kwa Jairut mara baada basi kuliona. Bwana, mimi namwambia Jairut, endelea kutimiza ahadi zako, na wana Simba na Watanzania wapenda mpira wote tunakushika, wote tuko na wewe, kwa sababu tunajua ukweli wako. Kwanza ndio mtu pekee ambaye umekuja kutekeleza ahadi ambazo wengi tulikuwa tunaamini watu watatutekelezea, hawajazitekeleza. Lakini wewe ngozi nyeusi, umekuja kutekeleza. Ni Mswahili pekee ambaye nje
Unaonekana kama Mwafrika hapo ndani una roho ya kizungu. Good up my brother. Shukrani sana. Thanks a lot.